Katika taarifa nyingine, familia moja kutoka kijiji cha Nderi, eneo bunge la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu, inalilia haki baada ya kumpoteza jamaa wao kwa jina Charles Ndungu mwenye umri wa miaka 23 ambaye anadaiwa kufariki mikononi mwa maafisa wa polisi. Aidha, familia hii imeshikilia msimamo kuwa majibu ya kifo chake yatatoka tu kwa kituo cha polisi cha Kayole, eneo la Konambaya, aliposemekana kukamatwa kisha katoweka asipatikane hadi kifo chake. Hilda Kipto na maelezo zaidi. Siri hizi ni nyuso zilizojaa huzuni katika kijiji hiki cha Nderi, wasijue kilichomfika Charles aliyehudumu kama mwanabodaboda. Wanafamilia wamedai Charles alitoweka pindi tu alipowajuza amekamatwa na maafisa wa polisi. Mimi ndio alikuwa the last person kunipigia simu, akaniambia ameshikwa na maskari wa Kayole. Kuniambia ameshikwa, akaniambia ameshikwa Kayole kona. Nikarash kwenda huko kumwangalia nikidhani niko na huko kwetu Huruma, nikapata sio huko. Kumbe ilikuwa kona ya Kayole. So after hapo tukaendanga police station kumwangalia, tukakonga tumezunguka kwa police station hatumpati. Hata hivyo, maafisa wa polisi katika kituo hicho wametoa taarifa tofauti na iliyotolewa baada ya upasuaji wa mwili wa mwathiriwa. Ndocha hakuna vile wanaweza tuambia ati Ndocha alikuwa amepigwa mob justice, sio si mob justice. Joel alisema ati Ndocha alikuwa amepigwa mob justice, na sisi ndio wenye tulimuona, tulikuwa huko mochari. Ndocha hakuna mob justice ilikuwa hapo. Hata postmortem walituambia Ndocha ni kudungwa na kugongwa, kufanya internal bleeding. Hii ni baada ya mwili wa mwenda zake kupatikana katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Mama Lucy baada ya kutafutwa kwa zaidi ya wiki 6. Familia hii pamoja na uongozi wa eneo hilo umekemea tukio hili, huku akisalia na maswali ya iwapo wako salama mikononi mwa maafisa wa polisi. Aidha, wametaka uchunguzi wa kina uanzishwe kubaini kilichomuua Charles. Inatuhuzunisha sana kwamba officers wetu ambao wanapatiwa mshahara kupitia kwa taxpayers money yenye sisi wenyewe tunatoa, wanachukua maisha wanachukua maisha ya vijana ambao wanafaa kulinda. Hilda Kipto, NTV.